Karibu kwenye habari za ulimwengu. Mvutano kati ya Urusi na muungano wa kijeshi wa magharibi wa NATO umeingia katika hatua mpya ya tahadhari baada ya onyo kutoka kwa maafisa wa juu wa kijeshi wa Ulaya kuhusu uwezekano wa Urusi kupima uimara wa muungano huo katika bahari ya Baltic. Kwa mujibu wa ripoti zilizochapishwa na The Times, maafisa wa kijeshi wa Ujerumani wameonya kuwa Urusi inaweza kujaribu kuchochea au kuanzisha matukio ya kijeshi katika eneo la Baltic ili kupima majibu ya NATO, hasa chini ya kifungu cha pamoja cha ulinzi kinachojulikana kama Article 5. Eneo la Baltic lina umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa sababu linazungukwa na mataifa wanachama wa NATO ambayo yapo karibu sana na mipaka ya Urusi. Tangu kuanza kwa vita vya Ukraine mwaka 2022, NATO imeongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo kupitia mazoezi ya pamoja, vikosi vya ziada na mifumo ya ulinzi wa anga. Ripoti zinaeleza kuwa kumekuwa na ongezeko la harakati za kijeshi za Urusi katika bahari ya Baltic, ikiwemo doria za manuari, ndege za kivita na shughuli za kijasusi. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa sasa unaothibitisha kuwa mashambulizi ya moja kwa moja yapo karibu kutokea. Wachambuzi wa usalama wa Ulaya wanasema kupima nguvu kunaweza kumaanisha hatua ndogo za kimkakati kama kuvuruga miundombinu ya mawasiliano, kuendesha operesheni za mtandao au kufanya mazoezi ya kijeshi karibu na mipaka ya NATO bila kuvuka moja kwa moja mstari wa vita rasmi. Kwa upande wake, NATO imeendelea kusisitiza kuwa iko tayari kulinda kila nchi mwanachama dhidi ya tishio lolote, huku ikiendelea kuimarisha vikosi vyake Ulaya Mashariki. Hali hii inaongeza wasiwasi kwamba mgogoro kati ya Urusi na NATO unaweza kuingia katika hatua mpya ya mvutano wa moja kwa moja, jambo ambalo lingeathiri kwa kiasi kikubwa usalama wa bara la Ulaya na mfumo wa usalama wa kimataifa kwa ujumla. Swali linaloulizwa kwa sasa ni hili: je, Urusi itachukua hatua za kupima uimara wa NATO au mvutano huo utaendelea kubaki katika kiwango cha tahadhari na maonyo ya kisiasa? Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.